Kwa majina naitwa Andrew Paul Matambi, ni mgombea nafasi ya udiwani kata ya Mbambi kupitia Chama cha Mapinduzi kwa maana chama cha CCM, na nimeanza kwenye mchakato wa ndani na kwa ajili ya kuomba ridhaa ya Chama cha Mapinduzi kwa ajili ya kupeperusha bendera ya chama kwenye uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 mwezi Oktoba. Lakini sababu ambazo zimenifanya au zimenisukuma kuomba nafasi hii au kuomba ridhaa kwa Chama cha Mapinduzi na sababu tatu tu za msingi. Lakini moja, nimeitazama kata yangu ya kata ya Mbambi kwa jiografia yake, nimeona ni kata ambayo bado iko nyuma sana kimaendeleo, na ukizingatia ndio kata ambayo iko katikati ya mji wa Mbinga, tofauti na kata zingine za pembeni ambazo zimepiga hatua kwa kiasi kikubwa. Kwa nimeona kabisa na sababu ya msingi ya kuomba ridhaa hii, na kama nitapewa ridhaa na Chama cha Mapinduzi kupitia wajumbe, basi kuna vitu ambavyo nilikuwa nafikiria kuweza kuvifanya kwa ajili ya kuweza kusukuma gurudumu la maendeleo kwenye kata yetu ya Mbambi. Nilikuwa naangalia kwenye engo ya kwenda kuimarisha kata katika eneo la miundombinu. Kama ambavyo mnafahamu, kwa wale ambao wamepita pita kule, unaweza kuona ni kata ambayo iko mjini lakini miundombinu yake sio rafiki sana. Nazungumzia miundombinu ya barabara. Japo kiangalia tuna baadhi ya vitu ambavyo vimejengwa kule, lakini miundombinu sio rafiki. Kwa hiyo mimi nilikuwa naliona hilo, ili kata yetu iweze kufunguka vizuri, tunahitaji kuwa na miundombinu bora ya barabara, lakini tunahitaji kuwa na miundombinu bora ya umeme, kwamba umeme uweze kufika kwenye kila maeneo ya kata yetu. Ni ajabu huko mjini, lakini kuna baadhi ya maeneo hayana umeme. Lakini miundombinu ya maji, kuna baadhi ya maeneo pale hawana maji, kwa maana maji ya Mbiwasa. Lakini sababu ya pili, nilikuwa naangalia ajira kwa vijana. Mimi najikita sana kwenye ajira ya vijana. Of course kata yetu ni kata ambayo ina fursa nyingi sana za ajira, lakini nafikiri tumekosa mtu ambaye anaweza kutusimamia na kuongoza vijana kwenye kwenda kutengeneza ajira. Kwa mfano, kata ya Mbambi ina kiwanda cha Msisco, ina kiwanda cha SMS, lakini kuna hoteli pale One Pacific Park, lakini tuna hospitali ya halmashauri ya Mbinga mji na taasisi zingine. Kwa mfano ukienda pale kwa club, ukienda pale One Pacific Park, kwa ni maeneo ambayo mimi naamini tukikaa vizuri tunaweza tukatengeneza ajira kwa vijana wetu. Na kama tutakaa na wadau wa maendeleo, tunaweza tukasukuma kwamba kuhakikisha kwamba vijana wetu wanakwenda kupata ajira kwenye maeneo. Inashangaza kwa kiasi kikubwa kuona vijana wengi au wakazi wengi wa kata ya Mbambi hawapati zile nafasi pale. Ila unaweza kuta watu wanatoka Mbeya, kutoka Iringa, wanatoka maeneo mengine wanapata nafasi pale. Sasa mimi nimetazama, nimegundua inawezekana wanakosa mtu sahihi wa kuweza kwenda kuunganisha na wale viongozi wenye zile taasisi. Kwa hiyo mimi nitakwenda kulisimamia hilo kwenye ajira, kwamba kuhakikisha kwamba vijana wetu wanakuwa kipaumbele kwenye kupata ajira, zile za msimu au zile ambazo ni permanent za moja kwa moja. Lakini pili, kwenye ajira, ili kuongeza idadi ya ajira, make tuna soko sisi pale. Soko letu kama vile limelala, limekufa. Huwezi kuamini kama ni soko. Kwa hiyo naamini tukienda tukiliboresha ile, tukalisimamia vizuri na likafufuka lile soko, na mimi nitakwenda kutengeneza ajira nyingi sana za wakazi wa kata ya Mbambi. Na baada ya hapo, manake tutakwenda kutengeneza uchumi wa mtu mmoja mmoja. Maana hizi ajira zikitengenezwa, maana unakwenda kuzalisha uchumi wa mtu mmoja mmoja. Na hii inategemea na miundombinu kama ni rafiki, lakini kama umetengeneza ajira kama ambavyo nimesema, kwa uchumi mtu mmoja mmoja utaanza kuonekana. Lakini lengo ya mwisho ambayo nakwenda kuigusa ni lengo ya mahusiano. Kwenye kata yetu tumekuwa kidogo na shida mahusiano kati ya mtaa na mtaa, hivyo kupelekea kwamba kata yetu kama vile imegawanyika vipande. Unaweza kukuta mtu wa Fasto hawafahamiani vizuri na mtu wa Ngamanga, mtu wa Ngamanga hafahamiani vizuri na mtu wa Kiwandani, na mtu wa Kiwandani hafahamiani vizuri na mtu wa Mbambi. Kwa hiyo nafikiri ili kuweza kusukuma gurudumu la maendeleo, kitu cha kwanza ni mahusiano. Tukiwa na mahusiano mazuri kwenye kata, maana tutakuwa na mawasiliano mazuri. Na tukiwa na mawasiliano mazuri, tafsiri sahihi, itakuwa ni rahisi kuweza kusukuma jambo lote la kimaendeleo. Kwa maana ukiwashirikisha watu, kwa sababu na mahusiano mazuri, ni rahisi kuweza kusukuma gurudumu la maendeleo. Kwa hiyo hivi ni vipaumbele vitatu ambavyo nitakwenda kuvitazama. Lakini mwisho nitakwenda kutimiza wajibu endapo kama wanachama wa Chama cha Mapinduzi na Chama cha Mapinduzi chenyewe wakanipa ridhaa kupeperusha bendera ya chama kwenye uchaguzi mkuu. Na kama nitafanikiwa, basi nitatimiza wajibu wa diwani. Moja ni kuwa daraja kati ya wananchi na serikali, lakini mbili ni kuishauri serikali na kuikosoa pale inapoendana sivyo. Lakini tatu ni kuhakikisha basi nakuwa
napokwenda kufanya marekebisho ya sheria ndogo ndogo za halmashauri za Mbinga mji, basi nakuwa ni mwakilishi sahihi wa wananchi wa kata ya Mbambi kuhakikisha kwamba zile sheria ambazo zinakwenda kutungwa halmashauri basi zinakuwa rafiki kwa wananchi, na zile ambazo zinakwenda zile ambazo si rafiki basi zinakwenda kutenguliwa kwa maslahi ya wananchi, kwa sababu nakuwa nimebeba ridhaa ya wananchi. Lakini jingine, nitakuwa mwakilishi mzuri kwenye masuala ya kisiasa nje ya kata yangu ya Mbambi, nje ya wilaya, mkoa na kitaifa pale itapobidi. Kwa hiyo nitakuwa balozi mzuri wa kuweza kuitangaza nchi yangu nje ya mipaka, au kata yangu nje ya kata, au wilaya nje ya wilaya yangu.